Lakini kabla Yanga hujaenda kwenye dirisha dogo, nimesema na sisi pia tutumie nafasi hii kufanya tathmini fupi ya sajili ambazo zimefanyika kwa baada ya dirisha kubwa 2025-26. Sajili za ndani ya Africans zilifanywa kwa weledi mkubwa, na wako vijana pale ambao wameingia, akina Ninju, lakini pia kuna yule kijana mwingine Casemiro, yuko pia kijana wangu Edmund John, yuko pia Mohamed Hussein Shabalala, lakini pia yuko mwingine kwa maana ya Ofen Chikola. Nafikiri hizo ndio sajili 5 kwa wachezaji wa ndani. Lakini kwa wachezaji wa nje yuko pale Racine Kouma, yuko Musa Barakonte, lakini yupo Boyeli, bila kusahau Dombia, lakini pia Celestine Ekua, lakini pia yuko mwamba pia pale anafahamika kwa jina la beki kutokea Singida bwana, anakuja na Qatar Frank Asink. Nafikiri sajili 6 hivi zimefanyika. Jumla maingizo yalikuwa 11 mapya ndani ya kikosi cha Yanga. Tathmini fupi kabla ya kuelekea kwenye sajili ya dirisha dogo Young Africans, kwa maana ya wachezaji wa ndani na nje, wapo wamefanikiwa na wachezaji wapo wamefeli, na nini hasa kifanyike kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, dirisha dogo kumradhi. Nafikiri kwanza cha kwanza lazima tujue kwamba hizo sajili ambazo umeweza kutaja ni sajili za aina 3. Okay. Kuna usajili kwa maana ya ambao waliufanya wa kutafuta vijana ambao wanakuja kuwaendeleza, yani from the scratch kutokea chini. Ni vijana ambao unasema ni wale promising players, yani unawachukua vijana ambao unatarajia kuweza kuja kupa kitu baada ya muda fulani. Angalia usajili kama wa Ninju, usajili wa Casemiro. Hizi ni aina ya sajili ambazo timu inakwenda zifanya kwa maana ya kuja kuwekeza ili baadaye waje kufanya biashara au kuja kupunguza gharama ya usajili katika wakati. Kwa hiyo sio sajili ambayo utasema leo unamchukua Casemiro, unamchukua Ninju ili aweze kuja kukupatia ubingwa wa bara au aje kukupatia ubingwa wa klabu bingwa au ingia hatua ya makundi. Unachukua vijana ambao ili waje wakutane na mazingira mazuri kwa maana ya training, wakutane na walimu wazuri, wakutane na kila kitu kizuri, watengenezwe kuanzia katika utimamu wa miili yao, lakini pia katika utimamu wa kimbinu na kuongezea maarifa ziada, huko ukipata experience kutoka kwa wakongwe wanaowakuta pale ili kuweza kuwajenga na baadaye waje kuchukua mikoba. Kwa hiyo sajili ambazo unaweza kuja kuzoa zikilipa baada ya misimu 3, misimu 4 mpaka misimu 5. Kwa hiyo inakuwa imekaa ni kibiashara zaidi ambazo timu nyingi inakuwa inafanya kuchukua baadhi ya nyota ambao wanahisi wana vipaji vikubwa na kuweza kuwasajili. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni wachezaji ambao sasa unachukua wachezaji bora katika nchi yako ili kuweza kulinda ubingwa wako na kufanya watu wengine washindwe kupata potential ambazo unazipata. Kwa maana Yanga sasa hivi ana ndio bingwa mtetezi wani wako kwa upande wa ligi katika misimu 4 yote iliyopita. Kwa hiyo kichokono moja kinamfanya hawezi kuendelea kuwa katika mbio za ubingwa au kuendelea kuchukua ubingwa ni kuhakikisha kwamba anakuwa na quality ambazo wengine wote hawana. Hiyo ndio sura ya kwanza. Kwamba unakuwa na quality yote, iwe ni ya ndani, iwe ni ya nje, iwe ni vijana. Kwa hiyo wote walio bora waje kwako, ili mwingine ashindwe kupata wale bora apate wale second choice ambao kwa wewe inakuwa ni afadhali kwako. Kwa hiyo unaangalia ukiona mchezaji yote ambaye anafanya vizuri ndani, lazima kisha kwamba anakuwa yuko kwako. Ndio maana ukaona wakamchukua Edmund John, wakamchukua Ofen Chikola. Unaona wale vijana ambao walikuwa wanafanya vizuri katika soka la ndani na walikuwa wameanza kwenda vizuri na kuanza kushika kasi katika ligi. Ni watu ambao wanaweza kukupatia kitu katika mchezo wa kimataifa katika ile kawaida, lakini katika ligi anaweza kukupatia kitu katika mechi za kawaida za kwenye ligi, kwa sababu kiwango chake kinazidi viwango vingi vya wachezaji wa kawaida. Yaani ukitoa katika timu labda ya Azam, ukitoa Simba hapa labda na Singida Black Stars, timu nyingine zote zinazofuata hao ukiwapeleka tayari ni superstar kwenye zile timu. Kwa hiyo kumbe kuna wakati unaweza ukapata afueni ya kuweza kuwatumia vijana katika zile mechi za kawaida. Ingawaje sasa sio guarantee, anaweza akaja akaenda kuprove beyond na ukajikuta kwamba unakwenda kumtegemea hata katika mchezo wa kimataifa. Ndio kama leo hii upande wa Simba Abraham Morris hawakumchukua kuja kwa kama tegemeo, lakini wamejikuta automatically anaingia na kuja kuwa msaji muhimu kwenye klabu ya Simba na kuweza kutegemewa. Kwa hiyo inakuwa ni kipaji cha ziada ambacho anakuwa kinakwenda kutokea. Kwa hiyo ni aina ya pili ya sajili. Kisha kwamba wale wote wa ndani leo ukiangalia Yanga ana mtu kama nani Showboy kwa ndani bado anafanya vizuri. Dennis Nkane kwa upande wa ndani anafanya vizuri. Yaani ukimtoa Msheli atafanya vizuri. Ukimwangalia Faidi Musa atafanya vizuri. Kibwana Shomali atafanya vizuri. Kipindi kile alikuwa na Nixon
ametoka Yanga amekwenda Singida anaanza. Kwa hiyo manake wale nyota wote ambao wako bora katika taifa lako unakuwa kwa upande wako. Kwa hiyo unakuwa una hazina, unakuwa na utajiri wa wachezaji wengi bora ambao pia unakuwa wa content ili kufanya timu nyingine isiweze kufikia pale ambako wewe umefika. Kwa hiyo ni tabia ya kiubinafsi, ya kiuwekezaji kimpira ili uendelee kutamba. Kwa sababu na wenyewe kwa na silaha mtaingia katika mashindano, mkiingia waweza kwenda kukuangusha. Hiyo ni aina ngapi? Aina ya pili ya usajili. Na aina ya tatu ndio unakwenda kuchukua wachezaji ambao unakuja kwa ajili ya kwenda kukusaidia kwenye international matches. Sawa, kwenye international tournaments, kwenye hizo klabu bingwa, kwenye kombe la shirikisho, kutoka level ile sasa. Kwamba hao lazima wao wana kitu cha ziada kuliko nyote ulionao hasa wakizawa. Tunapozungumzia international player, maana anatakiwa awe na quality ya juu. Si kwamba lazima awe na quality ya juu kuliko wazawa wote, lakini aje na kitu cha tofauti ambacho wengine hawana. Ndio ambao wakachukua wale 6, wakamchukua Laseni Koma, wakamchukua Celestine Ekua, wakamchukua mtu kama Odumbia, wakamchukua mtu kama Ndiboili, wakamchukua mtu kama Asinki, lakini pia wakaja kumchukua mwingine Laseni Koma. Unaona ngapi hao? Nyota 6. Nani na Musa Balakonte. Kwa hiyo akawa ni 6. Hawa wamechukuliwa kwa maana ya kwamba sasa klabu ije kuwatumia na kuja kuwautilize katika mechi zile za kimataifa, lakini pia hawa ndio watakwenda kuwa tofauti ya ubora baina ya timu nyingine. Yaani waje kuwa na kitu cha ziada ambacho timu haikuwa nacho, whether kwa mtu mmoja mmoja au kwenda kunufaisha mfumo.